Chomo hata na mwiba wake. Nenda na wasubiri nani kwamba FM waje tufanye interview hapa na mwenyekiti. Shika kichwa. Hapo ndo mshika ndani mnakuta naye. Bali. Wale shika wote. Sabali. Hapo kuna yani nyoshe hivi. Wewe mnyoshe kwa hivi. Wewe mzee usishike wewe mzee atakunya huko. Alikunya ukishika huko. Bora kama unatembea. Unaona alivyojikunja. Wewe Atembei ameshakufa. Yani toka kunjuka hivi ndio mnamnyosha. Kuna vibaya huyu. Kuna damu. Mnamo saa 7:30 wamekuja kuniita kama barozi wa mtaa. Baadaye nikaenda kushuhudia nyoka huyu amemkamata kuku. Basi nikashirikiana na wanamtaa. Baada ya hapo kamuua kwa mkuki na panga. Baada ya kumuua basi nikasema ni vema nimtaarifu mwenyekiti wa mtaa pamoja na uongozi mzima kama mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya na media kama hiyo. Mimi niombe serikali iweze kutupa nguvu ya kuweza kupambana na hawa nyoka ambao wako pembezoni mwa mto karibu na makazi ya watu. Basi niombe sasa nguvu zaidi tuliko kwa sababu nyoka hawa ni wengi mno. Kwa majina naitwa Happiness William Athumani, ni mkazi wa Kasimba. Nyuma ya nyumba ninayoishi amekuja mama mmoja akipiga kelele akisema kwamba huku nyuma kuna nyoka, twendeni mkaona amekamata kuku. Tumeondoka wote mbio tukafika kule eneo la tukio. Kweli tuliona kuku tu kwa juu, nyoka akiwa chini ya yule kuku. Baadaye wakaja wananchi wakamshtua kwa mkuki na balozi wetu wa mtaa huu ndo akampiga na panga mpaka kufa yule nyoka, lakini ni uwanjani kwa yule mama, ni nyumbani kwa mtu, sio polini, ni kwenye mji wake uwanjani. Tunaomba serikali tusaidie. Kwa hiyo ni mara ngapi? Mara ya pili. Kwa tuliyemuua ni mara ya pili, kwa wanaoonekana ni zaidi ya mmoja. Inasemekana wanatokea kwenye kambi ya jeshi. Ndio, lakini sio kwenye kambi ya jeshi tu. Wapo eneo lote la huu mto, yaani wamezaliwa kwenye mto huu wote, kuanzia mwanzo wa mto kule juu mpaka huku kote. Sio jeshini peke yake, na maana ni kote wapo. Basi kuangalia hili eneo, na haswa nyoka hawa wako mtoni, hakuna sehemu nyingine, na huu mto una kichaka kikubwa sana. Kama kuna uwezekano wa kusafisha, kila mwenye eneo la mto basi asafishe ili pawe wazi. Pakiwa wazi hawa nyoka hawatakaa, wataondoka. Na uzuri hapa kwetu Mpanda Katavi kuna jeshi liko hapa, kuna wanajeshi wako hapo. Watusaidie, jeshi lipo kwa ajili ya kulinda wananchi. Basi watusaidie juu ya hili. Huu mto ni mdogo sana. Wanajeshi wana uwezo wa kuamuru hata mlima uondoke, lakini sasa inakuwaje hawa nyoka waendelee kutusumbua? Hii leo wamekamata kuku, juzi alikamata mbuzi, ipo siku atakamata watoto wetu. Sawa, serikali itasimama wakati huo. Kwenye mtoto atakuwa analia amekosa mtoto, na ndipo serikali itaingia kusaidia. Lakini wakati huu bado tunasema ni mbuzi ni kuku. Serikali inaliangalia kwa kawaida. Lakini tunaomba sana watusaidie, na hasa maliasili na wanajeshi pia. Kwa majina naitwa Bernard Elias Nswima, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kasimba.